Miezi miwili hivi iliyopita tumekuwa tukishuhudia vyama mbalimbali vya kisiasa vikifanya kampeni kwa ajili ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika kesho tarehe 29 Oktoba 2025. Kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza sana wanamara. Kweli mkoa wa Mara ulikuwa umechangamka. Tumeshuhudia shughuli za kisiasa kila kona. Wananchi mlijitokeza kwa wingi, mmetumia vizuri sana haki yenu ya kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi. Kampeni za mkoa wa Mara zilikuwa za kipekee. Tumeona kule wananchi walivyokuwa na mwamko. Tumeona wagombea mbalimbali walivyokuwa wakinadi sera zao kwa ustaarabu mkubwa. Kampeni hizi hazikuwa na matusi, hazikuwa na vibweka visivyoeleweka, bali zilikuwa ni kampeni ambazo nasema ni za kistaarabu na za watu waliopevuka kweli kweli kisiasa. Watu walikuwa wanajenga hoja na wananchi wamezisikiliza hizo hoja. Na palikuwa na burudani pia. Mimi nilikuwa na furahi nikiona zile video clip za kampeni kwa namna ambavyo wagombea walikuwa wanatumia mbinu mbalimbali kuwavuta wapiga kura ili waweze kunadi sera zao. Kuna ngoma moja ilikuwa imetamba kweli, imeibuka wakati huu wa uchaguzi, inaitwa sijui sindinga ile sindika imechezwa kweli kweli Mara. Kulikuwa na furaha. Hiyo ndio Tanzania na Mara tunayoifahamu sisi. Watu wameshiriki kampeni hizi kwa bashasha kweli kweli. Paka tunaona zinafika mwishoni hapa, tunaona kama patakuwa zile raha za sindika tutaziona wapi. Lakini sasa naomba nitumie fursa hii kukualikeni kushiriki kwenye kupiga kura siku ya kesho tarehe 29 Oktoba. Oktoba tunatiki, ndio hii imefika sasa. Kesho tarehe 29 Oktoba, wana Mara wote tuliojiandikisha kupiga kura tujitokeze kwa wingi, twendeni tukawachague viongozi wetu. Twendeni tukatumie haki yetu ya kikatiba, haki ya kidemokrasia ya kuchagua na kuchaguliwa kuwa viongozi wa jamii yetu ya wanamara na Watanzania kwa ujumla. Nitumie pia fursa hii kukuondoeni hofu kabisa. Kamati ya usalama mkoa tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa uchaguzi huu utafanyika kwa amani kabisa. Utafanyika katika hali ya amani kabisa. Hapata kuwa na tashwishi yoyote. Na hapata kuwa na machafuko yoyote. Kwa hiyo muwe na amani, mjitokeze, nendeni mkapige kura. Ukishamaliza kupiga kura, rudi nyumbani, kapumzike, fuatilia vyombo vya habari, uone mambo yanayojiri. Lakini ni watoeni hofu. Kuna mambo yanatembea kwenye mitandao, Mara sijui Mara imekuaje. Mara nasema Mara sisi tumeendesha kampeni safi, kampeni zimekwenda kwa ustaarabu mkubwa, na tulikuwa tunacheza sindika. Mambo ya ajabu mnayoyaweka kwenye mitandao sio mkoa huu wa Mara. Hiyo ni mikoa yenu mingine mnayoitafuta huko. Kwa hiyo wananchi niwakaribishe kesho, na mimi nitashiriki. Tutapiga kura, tupige kura kwa wakati, tupate viongozi wetu
Ongereni Wanamara, sote kwa pamoja tutasonga mbele vizuri, tuendelee na mshikamano wetu Wanamara. Mara isonge mbele, Mara iendelee kuwa imara. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Maandalizi ambayo yameshafanyika hadi sasa tarehe 28 tunaongea hapa ni maandalizi ya kutosha, kwa sababu tumeshapokea vifaa vyote vinavyohusiana na swala zima la uchaguzi, kwa maana ya masanduku. Majimbo yote 10 ya uchaguzi yana masanduku ya kujitosheleza na akiba. Kuna vifaa kama lakili ambavyo ni vifaa vya msingi na vyenyewe vyote vimepokelewa. Mafunzo yametolewa jana, tumeweza kuhitimisha mafunzo kwa wasimamizi wa vituo. Juzi tulifanya mafunzo kwa makarani waelekezaji, lakini jana yamefanyika mafunzo kwa wasimamizi wa vituo. Na wiki iliyopita yalifanyika mafunzo kwa maafisa tehama, wale watakaohusika na swala la kuingiza matokeo kwenye mfumo wa tume. Kwa hiyo kiujumla niseme kwamba maandalizi kama maandalizi ya uchaguzi tuko vizuri kwa majimbo yote 10. Na kwa mkoa wa Mara tunatarajia tutumie vituo 3712 vya kupigia kura, na wapiga kura walioko kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ni 1,379,763. Kwa hiyo tunatarajia hawa wote wakijitokeza, basi kimsingi tutakuwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa zoezi letu la uchaguzi mkuu. Na hamasa yetu kubwa ni kwamba tunaomba wananchi wajitokeze. Nadhani viongozi mbalimbali, jitihada mbalimbali zimefanyika. Upo wasiwasi ambao mimi siuoni, kwa sababu bahati nzuri nimezunguka sana mazingira yote kwa maana ya kuangalia kampeni zinavyoendelea. Hakuna vurugu zozote ambazo zimejitokeza, watu wamefanya kampeni vizuri. Kwa hiyo mazingira hayo yanaashiria kabisa kwamba hata siku ya kupiga kura ambayo ni tarehe 29, amani na utulivu utakuwepo, na wananchi wajitokeze, waende wakatumie haki yao ya msingi kuchagua viongozi wale wanaowataka. Vituo vyetu ni 3712 ndivyo